baada ya mimi kutoka katika shughuli zangu ninazozifanya za kila siku, nikirejea nyumbani. Kwanza Bwana David Jumbe ambaye ni jirani yangu na rafiki yangu, nilikuwa nina muda mrefu hatujaonana kutokana na hali ya sintofahamu ya usalama wake ndani ya nchi yetu. Lakini kwa bahati nzuri, jana wakati ninakaribia kutoka ofisini kwangu kurudi nyumbani, akanitafuta kwenye simu na kunieleza ya kwamba yupo katika gereji moja ambapo gari yake inarekebishwa. Kwa hiyo ninaweza kumpiki kwa sababu mimi nilikuwa na gari na kuweza kurejea naye nyumbani kwa sababu tunaishi mtaa mmoja. Baada ya kumpiki, tulirejea nyumbani pamoja kwenye majira ya saa 4 na kama dakika 5 hivi usiku. Wakati tumekaribia karibu na nyumbani kwake kwenye umbali wa takribani mita 20 au 25 kutoka kwenye nyumba yake na eneo la tukio lilipotokea, tukaiona gari inatufuata nyuma ikiwa spidi sana na pikipiki mbili zikiwa zinaieskoti. Ile gari ilivyokuwa spidi, nikamuuliza kwa sababu mimi nilimuomba yeye aendeshe gari baada ya kukutana naye garage, kwa sababu ninaumwa mgongo, nikamuomba anisaidie kuendesha ili turudi pamoja. Nikamuuliza, unaona hiyo gari inavyokuja kwa spidi hiyo? Akasema na mimi simuelewi, na barabara ilivyo mbovu hivi, mbona hii spidi sio ya kawaida? Nikamwambia basi mpishe apite. Kile kitendo cha yeye kusogea kushoto ili ile gari ipite, ikaja ikablock mara ya kwanza. Akaendelea kusogea mbele na kubana kushoto zaidi, ikablock tena mara ya pili. Ikabidi na yeye atoke resi akimbie mahali ambapo pana uwazi, panafanyika shughuli za ufyatuaji wa matofali na uuzaji wa vifaa vya ujenzi, panaka space. Ile gari ikaja ikablock kabisa, na kwenye ile gari iliyokuwa inatublock ambayo ni Toyota Probox, namba sikuweza kuisoma kwa haraka, lakini inamalizikia na EDE. Wakashuka watu takribani 6 au zaidi. Na kile kitendo cha wao kushuka, kwa sababu sisi kwenye gari tulikuwa tujaweka lock milango, haraka sana tukajikuta tayari wameshafungua milango ya gari letu na kujitambulisha ya kwamba wao ni askari polisi, tuko chini ya ulinzi. Lakini kwa ghafla kile kitendo walivyokuwa wanakifanya kilikuwa yani kama vile ni jambo la kimafia, kama vile mtu anavyoangalia movie za utekaji zilivyo. Sasa wakati ule wanasema mko chini ya ulinzi, Bwana David Jumbe akawahi kuhoji, tuko chini ya ulinzi kwa kosa gani? Na mimi pia nikauliza kosa letu ni nini? Kile kitendo cha kuuliza, yeye wakawa wameshagawanyika watu zaidi ya 4 wanapambana naye ili wamtoe pale kwenye uskani wampakie kwenye Probox. Na mimi wengine wakawa tayari wamesha nikamata na mimi wanataka wanipakie kwenye Probox. Nikajishika kwa nguvu huku nikipiga mayowe na kelele nyingi kwa sababu pale ni karibu na nyumbani. Nikisema watekaji, wezi, nikijua tutapata msaada. Kwa bahati nzuri wakati napiga zile kelele, wakatokeza bodaboda ambao walikuwa wanarejesha watu nyumbani na wengine wanarudi baada ya kupeleka abiria. Wakawa na wao wameshuhudia lile tukio, na kile kitendo cha wale watekaji au waliojitambulisha kuwa ni askari kuona watu wanakuja, wakaingia naye kwenye ile Probox na wengine wakagawanyika wakaingia kwenye ile gari yangu, na gari yangu ndio ikawa ya kwanza mbele kuongoza msafara wa kukimbia. Kwa vile bodaboda walishafika na sisi tulipiga makelele mengi, ikabidi wazifukuze. Mimi wakati napiga kelele nilibahatika kutoka na simu yangu. Kuna rafiki yangu yuko maeneo ya karibu na Mingoi, ana kapabu ka grocery fulani hivi pale, na huwa kuna mara nyingi mimi huwa nikitoka ofisini naweza nikapita pale spendi muda kidogo pale na kwenda nyumbani. Nikampigia simu nikamweleza scenario ya tukio lililotokea na gari yangu anaijua. Nikamwambia gari yangu tumetekwa na wameondoka na gari yangu na wameondoka na jirani yangu Jumbe nilikuwa naye kwenye gari. Naomba kama mnaweza mweke beria ili wakifika hapo tujue kweli ni watu gani. Kwa hiyo ile taarifa nilivitoa haraka kwa sababu mimi vijana wengi wanaoendesha bodaboda pale wananifahamu, na yule alivyokuwa
ninaongea naye pale, walikuwepo bodaboda kwenye ile grocery yake. Watu wengi wakawa tayari wamesha jiorganize wakiwa bodaboda na kuweka baadhi ya beria ambayo vilikuwa ni viroba vyenye vifusi na baadhi ya mabenchi. Na mimi nikawa nimepakiwa na bodaboda ambaye alishuhudia lile tukio wakati linafanyika, zile rapsha. Kwa hiyo tukawa tunaifukuza ile gari yangu ambayo iko mbele na ile probox yao iko nyuma ya ile gari yangu. Sasa mimi nikawa tayari nina taharuki. Mimi ninachokitamani ni kuiblock ile gari yangu, ingawaje tuko na pikipiki. Kwa hiyo tukaipita ile probox ambayo alikuwa amebebwa yeye. Spidi zile gari zilizokuwa zinatembea ni spidi ya ajabu sana. Mimi mwenyewe hiyo gari ninayo zaidi ya miaka 6, lakini sikuwahi kuamini kama ile gari ina mwendo huo. Kwa hiyo watu waliokuwa barabarani wanarudi majumbani, walivyoona zile gari zinavyopita kwa spidi ile, wengi walipisha wakijua ni kitu kisicho cha kawaida. Kwa hiyo ile tukio tumelifukuza zile gari mpaka kufika pale kwenye beria. Ndio na wao wakapunguza mwendo. Nikaendelea kukaza sauti na kupiga kelele, watekaji wamemchukua Jumbe na gari yangu wako nayo. Na kwa vile watu wananiona mimi ninapiga kelele na gari yangu wanaifahamu, kweli wakajua ni tukio la kweli. Likazidi kuwavuta watu wengi pamoja na bodaboda wa Kijiwe cha Mingoi, wengi wao. Kwa hiyo wale walivyoona bado watu wanazidi kuongezeka, wakaangalia pale palikokuwa na ile beria, wakagonga, wakapita. Hiyo process ya kukimbizana na bodaboda wanafuzia nyuma ikaendelea mpaka tukapita Bunju. Wakati inafika Bunju, ikawa barabarani kulikuwa kuna trekta linarudi majira ya kwenye saa 4 na dakika 10 na kitu. Kwa hiyo sisi wale bodaboda wakawa hawawezi kwenda tena kwa maintain ile spidi waliokuwa nayo, lakini wale wakatoa kushoto na wakaenda kwa spidi ile ile. Bahati nzuri yule mimi ndugu yangu au rafiki yangu nilimpigia simu nikimwambia tumetekwa na gari yangu imeondoka, ambaye alikuwa ndo mmiliki wa ile grocery ni mwanajeshi. Akaniambia mimi nimechukua pikipiki kwenye simu, niko nao, kwa hiyo ninyi endeleeni kuja. Kwa hiyo sisi na mimi nikawaomba wale bodaboda wasiache kutupa support, tuweze kukimbiza, tujue kama wataingia kituo cha polisi tujue basi ni polisi wenyewe, tujue jambo likoje ili nikaweze kuripoti. Cha kushangaza, walivyofika maeneo ya karibu na Boko Magengeni, wakaingia hii njia ya kuingilia kwenda Mbweni kwa spidi za ajabu sana, na watu wameshuhudia hilo tukio. Baadaye walivyoona bodaboda wanaongezeka, wakaenda wakazunguka, wakarudia hii barabara kama wanarudi sasa ile njia walioingilia. Walivyofika maeneo ya ile baa moja inaitwa Mashati, wakafyatua risasi kama 2 juu ili watu wapungue, lakini bado bodaboda wakaendelea. Wakafika barabara ya mbele yake, wakaingia sasa moja kwa moja hii barabara ya kunyoosha kwenda Mbweni kule kuliko na ule msitu wa eneo la usalama. Walivyoenda wakafika pale kwenye ile beria, kwa sababu ile barabara ina beria. Walivyofika kwenye beria hawakwenda tena kwa spidi ile, wakapunguza spidi na baadaye wakazima magari wakapaki, wakashuka wote ndani, wakafyatua risasi nyingi sana kuelekea kule ambako bodaboda walikuwa wanazifukuzia. Kwa bodaboda wengi na watu ambao walikuwa wanasogea wakaona ile taharuki, tukaanza kurudi nyuma kwa kukimbia pia. Walioweza kugeuka na bodaboda walioweza kukimbia kwa miguu. Lakini baadaye bodaboda wakasema hapana, tusikimbie. Maana walivyofyatua zile risasi walifika mahali wakatulia. Lakini lile eneo ni eneo la usalama na pana beria. Bodaboda hawakudhubutu kuingia, na kwa ile situation ya wao kufyatua risasi ikapelekea pia watu kuwa na hofu ya kwenda. Kilichotokea baada ya lile tukio la ufyatuaji wa risasi kutulia, wakawa kuna baadhi ya bodaboda walitoa mawazo pale. Akawepo bodaboda mmoja aliyekuwa na namba ya OCD. Akampigia simu, akamweleza scenario ya tukio ambalo ameliona, akamwambia na muhusika wa gari ambayo imechukuliwa yuko hapa, msikilize. Sikuweza kujua alikuwa amempigia OCD wa wilaya ipi, lakini mimi nikamwelezea scenario ya jambo lilivyo. Akanisikiliza, baadaye akaniambia sawa. Tulivyoendelea kukaa pale,
Baadhi ya ndugu mimi wakawa wameshapata taarifa ya kitu kilichotokea. Nikawa ninapokea simu za kuniambia nirudi nyumbani, kama mimi nimeweza kutoka nirudi nyumbani. Lakini mzee wangu mmoja aliyenipigia, nikamuuliza nitarudi nyumbani bila kwenda kuripoti polisi? Akaniambia kuripoti polisi ndio jambo la muhimu zaidi. Nikatoka pale kwa sababu tukio lilipo na kwenda kituo cha polisi Mbweni ni karibu. Tukaenda kituo cha polisi Mbweni, tukakuta pale askari 4. Wawili wakiwa wamekaa nje wana silaha, mmoja yuko kaunta na mmoja ambaye alikuwa anatusikiliza alikuwa amevaa rubega juu ya Kimasai. Akatusikiliza lakini akasema ngoja kwanza niwasiliane na wakubwa zangu. Wakapiga simu nyingi sana. Nakumbuka wakati mimi pia niko kwenye jambo kama hilo, ninajaribu kufikiria ni wapi ninaweza nikapata msaada wa haraka wa kuweza mimi kunifikisha pale ambapo ninaona nitasaidika. Kwa hiyo rafiki yangu ambaye nilihisi labda yupo kwenye chombo chochote cha usalama wa nchi na mawasiliano yake ya karibu, niliwajulisha. Siwezi nikawataja majina, lakini nilijulisha zaidi ya watu 4 5. Mmoja wapo akaniambia kama umetoka na kuomba umaintain, usiendelee kufuatilia, wewe hakikisha unarudi nyumbani. Lakini nilivyoenda pale polisi tu, baada ya kutoa maelezo wakatuambia tusubiri. Ameambiwa asubiri kabla ya kufungua arabi au kunichukua maelezo. Tukakaa pale pamoja na yule mwanajeshi aliyenisaidia kuweka beria na kuifukuza ile gari kwa pikipiki. Baada ya kama dakika 20 hivi tukawa hatuitwi aidha kwenda kutoa maelezo au kuchukuliwa maelezo pale Mbweni polisi. Akaenda akawauliza kama tunashindwa kupata msaada, je, mnaniruhusu mimi niombe msaada pengine ninakotoka mimi, kwa sababu yeye ni mwanajeshi. Wakamuuliza, wewe tunadhani ni afande mwenzetu, unazifahamu protocol za kiaskari, kama hili tukio limetokea ukanda wa Mapinga au upande wa Kibaha linatakiwa liripotiwe Kibaha. Lakini wakati nyinyi mmetueleza hii situation na sisi tumewasiliana na wakubwa zetu, kwa hiyo tayari tumesha linki taarifa. Sisi tunawashauri ili liweze kuwa na ufuatiliaji mzuri, mrudi Mapinga polisi mkaripoti. Wakati huo wanatuambia hivyo, tumesha spend zaidi hata ya masaa 2 toka leo tukio limetokea. Kwa hiyo kile kitendo cha kutoka Mbweni polisi mpaka kufika Mapinga ni almost karibu saa 7. Tulivyofika Mapinga polisi nikatoa briefing ya tukio lilivyokuwa. Nilimkuta askari wa kike pale, nakumbuka ni WP 5808. Akanisikiliza akaniambia, kaka, uwezi ukasema wewe wamekudhibiti watu 3 wakashindwa kuondoka na wewe, wakaondoka na gari na huyo jirani yako, aidha unadaiwa. Nikamwambia sina deni na mtu wala hakuna biashara, useme pengine kuna kitu ambacho mimi mtu anaweza kaja kafuata cha design hiyo. Akaniuliza, je, huyo mwenzako anafanya kazi gani? Mimi nikamweleza huyu mtu anafanya biashara zake za kawaida na pia ni mwanasiasa. Akaniambia ngoja na mimi niwasiliane na wakubwa zangu. Akapiga simu kadhaa, nikaongea na kuna mmoja nakumbuka niliona jina lake kwenye hiyo simu yake, anaitwa Afande Amina. Nikazungumza naye, lakini baadaye akasema sawa, nipe huyo askari niongee naye. Nikamrejeshia simu. Wakazungumza, baadaye akampigia RCO wa mkoa wa Pwani. Akazungumza na RCO wa mkoa wa Pwani. Almost ilikuwa inakaribia sasa hapo karibu saa 7 na kuelekea karibu saa 8. RCO wa mkoa wa Pwani akaniambia nisikilize nikupe taarifa sahihi nilio nayo, baada ya kunihoji particulars zangu, majina, ninafanya kazi gani, labda ninamiliki kampuni gani, ni kipi ambacho ninakifahamu kutokana kwa huyo jirani yangu anafanya nini, ni mwanachama wa chama gani. Nilivyomweleza akaniambia hao ndio hao wanaharakati. Sasa baada ya kuniambia vile, nikamwambia sasa afande, naomba unishauri mimi nifanye nini. Akaniambia nisikilize maelekezo ninayokuambia. Gari yako, taarifa nilizonazo rasmi, gari yako imetelekezwa Mbweni na nimetoa maelekezo ipelekwe kituo cha polisi Mbweni. Wewe kesho asubuhi unatakiwa uende ukaifuatilie gari yako. Nikamwambia samani afande, naomba nikuulize,
Kwenye gari nilikuwa nina laptop ambayo ndio kila kitu kwenye kampuni yangu, ndio imebeba kila kitu, particulars zote kwenye kampuni yangu. Na pia nilikuwa nina fedha taslim kwenye begi. Akaniuliza shilingi ngapi, nikamwambia kiasi cha shilingi 870. Baada ya hapo akaniambia mimi siwezi nikakugarantii hivyo vitu unavyovitaja kwa sababu sijaenda kwenye ukaguzi wa gari, lakini taarifa nilionayo rasmi ninayoweza kukuambia ikana kwamba gari yako imetelekezwa maeneo ya Mbweni na nimetoa maelekezo ipelekwe Mbweni polisi. Sasa baada ya hapo nikamuomba ya kwamba je, Mbweni polisi nitakwenda kwa maelezo kama haya nitakayoeleza kwa mdomo au kuna kitu ninachoandikiwa, aidha kama kuna arabi au kuna maelezo au pengine ninakwenda kumuona nani? Akaniambia wakati unakwenda utanijulisha, utanipigia simu, nachukua namba yangu ya simu kwa huyo askari, then wakati unakwenda hiyo asubuhi unipigie simu. Kwa hiyo wakati sasa baada ya kupata taarifa hizo ikanilazimu sasa mimi niombe wale waliokuwa wamenipa support ya kwenda pale wanipeleke nyumbani. Nilivyofika nyumbani ndo nikakuta taharuki tayari, familia ya Jumbe wako kwenye sintofahamu, familia yangu iko kwenye sintofahamu, lakini tukakubaliana kwa vile Jumbe ni mwanachama wa Chadema, lazima pia hizi taarifa tuzipeleke kwenye ofisi ya makao makuu ya chama ili kwa waweze kufanya ufuatiliaji zaidi na mimi niweze kujua baada ya hapa mimi ni kipi ninachokifanya. Ndipo asubuhi nilivyokuja ikabidi tuje kwanza ofisi za chama. Tukiwa hapa ndipo katibu mkuu ananiambia amepata taarifa, naibu katibu mkuu amepata taarifa kutoka kwenye familia niliyoacha nyumbani ya kwamba bwana Jumbe amepatikana, lakini hali yake ni mbaya na yuko na pingu. Wakati niko kwenye maelezo ananieleza, ndio tukauona ugeni wa maafisa wa polisi wamekuja kwa ajili ya mazungumzo na naibu katibu mkuu, na mazungumzo yao waliyofanya ni kama vile alivyoeleza naibu katibu mkuu. Kwa hiyo ndio picha halisi ya kile ambacho kilitokea mpaka sasa hivi. Nashukuru sana. Sasa